Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kimya hicho uniruhusu tu niendelee kukumbushia nilipozungumzia kwamba ukumbi huu wa Bunge ulipozinduliwa 2006 ulikuwa ni ukumbi wa kwanza uliojengwa kwa madhumuni ya kibunge. Nigusie zile kumbi za zamani ambazo kwa kweli zote zilikuwa za kuazimwa ama zinabadilishwa matumizi. Tukianza na ukumbi wa kwanza kabisa 1926 ambao vikao vya Baraza la Kutunga Sheria Tanganyika LEGICO vilikaa hapo, ni shule ya Tambaza ambayo kwa enzi hizo 1926 ilikuwa inaitwa shule ya Aga Khan. Katika ile shule kuna ukumbi pale ambapo wajumbe wa Baraza la Kutunga Sheria Tanganyika walikuwa wanakaa. Ukumbi uliofuata ulikuwa ni ukumbi wa Anatogro. Ukumbi wa Anatogro upo katikati pale ya viwanja vya Mnazi Mmoja. Ukumbi ule ulitolewa zawadi na aliyekuwa mfanyabiashara mashuhuri miaka hiyo, Bwana Anatogro. Alikuwa Mgiriki ambaye alihusika kujenga reli ya kati, lakini pia akawa mfanyabiashara na mkulima wa katani. Bwana Anatogro akasema ametajirika sana akiwa Tanzania, kwa akatoa zawadi kwa Tanzania majengo kadhaa, ukiwemo ule ukumbi aliyoomba uitwe kwa jina lake Anatogro. Mpaka sasa hivi baraza la madiwani wa Ilala, halmashauri ya Ilala, wanatumia ule ukumbi. Ukumbi uliofuata unajulikana kwa jina la Freemasons Hall. Ukumbi huu upo na nataja jina hivyo hivyo kwa sababu hata ukienda Dar es Salaam leo umeandikwa hivyo hivyo. Lakini ukumbi huu ulikuwa unamilikiwa na familia ya Sir Andy Chande. Wahindi hawa ambao wametokea Bukene, Tabora, waliazima serikali itumie ule ukumbi baada ya ukumbi wa Anatogro kutokutosha. Wakatumia kwa muda ule ukumbi. Baada ya kupata ukumbi mpya, naam, sasa viongozi wanabadilishana zawadi. Mheshimiwa Dr. William Ruto pamoja na Spika wa Bunge Mheshimiwa Musa Azan Zungu wataelekea kwenye chumba kile cha kubadilishia vazi rasmi la Bunge la Mheshimiwa Spika, na kisha nitapewa taarifa kwamba sasa wataweza kuingia ndani ya ukumbi wa Bunge. Ukumbi wa Anatogro ulitumika mwisho mwaka 1955 wakati familia nyingine ya Wahindi, lakini ambao kwa kweli wamezaliwa na kukulia hapa, familia ya Jivanji Karimji. Hawa wamekuja Tanganyika, walianzia Zanzibar kwanza kutoka India mwaka 1882. Baadaye wakahamia Tanganyika na mpaka sasa hivi kuna majengo ya Karimji Zanzibar na kuna majengo ya Karimji Tanzania bara. Hawa familia walitoa jengo lao lilokuwa jengo la kisasa kuliko yote Tanzania kwa miaka hiyo 1955. Walitoa zawadi kabisa kwa Bunge, na ndio ukumbi ambao ulitumika na Bunge kwa miaka mingi 1955 mpaka 1995. Ukumbi wa Karimjee umetumika kwa miaka yote hiyo, lakini 1974 Bunge lilitumia ukumbi mwingine katika kuunga mkono ile hoja ambayo ilitolewa bungeni ya kuhamishia makao makuu ya serikali Dodoma. Bunge liliunga mkono kwa vitendo kuhamishia mikutano ya Bunge Dodoma, lakini walianza na mikutano mifupi. Ile mikutano ya wiki mbili ama tatu ilikuwa inafanyika Dodoma kuanzia mwaka 1974 mpaka 1995. Lakini mikutano ya budget iliendelea kufanyika jijini Dar es Salaam kwenye ukumbi wa Karimjee. Kwa hiyo kumbi hizi mbili, ukumbi wa Dodoma na ukumbi wa Karimjee, zilitumika zote kwa pamoja. Lakini Dodoma ni ukumbi upi? Ni ukumbi wa Chama cha Mapinduzi pale White House, lakini ukumbi ambao sasa hivi ipo benki ya NMB ulikuwa ukumbi wa Bunge kuanzia mwaka 1974 mpaka 1995.
1995 tumerejea kwenye mfumo wa chama kimoja, wakaondoka kwenye kutumia ukumbi wa Chama cha Mapinduzi, wakahamia kwenye ukumbi ulikuwa unamilikiwa na hifadhi za jamii, mfuko wa hifadhi za jamii wa LAPF, ambao ni ukumbi sasa tunaita wa Pius Msekwa. Pius Msekwa wametumia kuanzia 1995 mpaka 2006 mwezi Juni walipohamia kwenye ukumbi huu. Tutaendelea kuambiana mengine, waheshimiwa wabunge.